Mei 21, Jumatano. Mwaka wa 2025, mwongozo wa hatua ya kugeuza maisha na mwanafunzi wa uinjilisti, Matendo 1:3. Wale aliowadhihirishia nafsi yake, kwa dalili nyingi, baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40, na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Mungu wa Utatu lazima awe batizani yako kupitia Kristo. Ni kwa sababu Mungu wa Utatu anaongoza maisha yako na njia ya uinjilisti wa ulimwengu. Lazima ufurahie ukweli huu kupitia maombi. Kuna kitu ambacho wewe, mwanafunzi wa uinjilisti, lazima ufanye. Kwanza, lazima kwa usahihi uelewa Injili. Yesu Kristo akawa mfalme wa kweli aliyeshinda mamlaka ya Shetani na kuhani wa kweli aliyekuweka huru kutoka kwa majanga. Yeye pia akawa nabii wa kweli ambaye alikuja kuwa njia ya kukutana na Mungu na pia kuondoa asili ya kuzimu. Ufalme wa Mungu uanzishwe na uinjilisti wa ulimwengu ufanyike kupitia Kristo pekee. Pili, toa changamoto katika maombi unaposhikilia agano la Injili. Ni kwa wakati huu ambapo milango ya mataifa 237 ya ulimwengu yatafungua na wanafunzi katika mashamba kuanza kuibuka. Zaidi ya hayo, utakuja kufahamu baraka za ibada na kurejesha matoleo na uchumi wa nuru. Kazi hizi zitatokea kila siku shambani. Tatu, lazima uombe kwa ajili ya kizazi kijacho. Kama Yesu alivyoubeba msalaba, alisema, msinililie mimi, ulilieni watoto wenu. Hivyo, lazima tuwasilishe Injili sahihi, baraka za ibada na jibu la ufalme wa Mungu. Lazima uelewe Injili kwa usahihi na utoe changamoto katika maombi kwa ajili ya Injili na kizazi kijacho kitakachoipokea Injili hii. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kuelewa Injili kwa usahihi. Naomba niwe remnant ambaye anaomba kwa agano hili na kizazi kijacho. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba. Amen.